Kwa jina langu naitwa Andrea Filipo, ni mwenyekiti wa hapa kanisa zuri la TAG, naitwa Nazareth TAG Bangulo. Ni kanisa ambalo liko katika section ya Pugu, jimbo letu la Ilala. Idara yetu ya CMF, nikifafanua kwanza, CMF ni idara ya wababa inayopatikana kwenye kanisa letu la TAG Tanzania. Kwa hiyo tulikuwa na neno ambalo lilikuwa linatuongoza kwa siku kama ya leo, na neno letu kuu lilikuwa linapatikana katika Wakorinto wa 11 mstari wa 7a. Pale lilikuwa linasema kwamba mwanamume ni mfano na utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni mfano au ni utukufu wa mwanaume. Katika neno hilo kwa kweli limetufunza mengi. Tumejifunza kupitia neno hilo ya kwamba kumbe mwanamume ni utukufu wa Mungu, lakini mfano wa Mungu. Mwanaume ili kusudi aendelee kubaki katika utakatifu, anatakiwa aendelee kuyaishi maisha matakatifu ya utaua ya Mungu. Kuna wakati katika mahubiri yako uliamua kukusanya kila ndoa, kila mtu akae na mke wake. Kwa nini ulifanya vile? Nilifanya vile kwa sababu somo lenyewe lilikuwa linasema mwanaume ni mfano na utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu kwa mwanaume. Kwa hiyo ndio maana nilitamani sana kufundisha somo hili kwa mfano, kwamba mwanamke akae karibu na mume wake, ili kusudi tutakapoanza kulielezea hili neno pale tutakapotolea mfano kwamba je, wewe ni utukufu wa nani? Kama mwanamume aseme mimi ni mtukufu kwa Mungu, ni mfano, lakini mwanamke aitike kwa mwanamume wake kwamba wewe ndiye utukufu kwangu. Kwa mfano huo, mna mkakati gani sasa kila Jumapili kila mtu akae na mke wake au na mume wake kupitia somo la leo? Kupitia somo la leo katika mimi nitaweza kuhamasisha, lakini nitaweza kuongea mchungaji, pengine tuhamasishane kama wababa, tuwe tunakaa mwanamke na mume, ambao hii inasaidia sana wanapokuwa wakifundishwa neno la Mungu. Kuna baadhi ya vitu katika kujifunza wataweza kukinakili au kukiwekea mkazo zaidi, ambacho kitawasaidia katika maisha yao ya utakatifu kwenye ndoa. Wito wangu sasa ni kwamba kwa kanisa la Tanzania tuendelee kuishi upande kwa wanaume, tuishi maisha matakatifu, lakini pia wanaume tuishi maisha ya kuigwa, maisha yanayompendeza Mungu, ili kusudi tuweze kufaa kuwa mfano wa Mungu na utukufu wa Mungu. Kwa jina naitwa Consolata Bosco Mieye, ni mama mchungaji wa kanisa la TAG Bangulo Kati Nazareth. Leo ni siku ya wababa, wanaume katika kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God Tanzania nzima. Kwa wanaume wote leo hii Tanzania nzima kanisa la TAG wanaadhimisha siku yao. Sisi binafsi kama mama mchungaji na mchungaji tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii. Tunaona utumishi wa mwanaume jinsi ambavyo wakijitoa kumtegemeza madhabahu, kumtegemeza mchungaji na familia yake. Unafahamu kabisa utumishi huu, mara nyingi utumishi wa Mungu unakuta wameacha kila kitu, wanastiki kumtumikia Mungu. Sasa wanategemezwa, na hata kwenye maandiko tunaona kwenye Biblia jinsi ambavyo Haruni walimtegemeza Musa katika utumishi wake, asingeweza peke yake. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa ajili ya wanaume wamelitambua hilo na wanasimama katika nafasi yao kutegemeza huduma ya mchungaji. Kwa majina yangu naitwa Michael Gerard, lakini leo sherehe yetu ni sherehe ambayo imefana sana ya wanaume kama CMF kanisani. Ni hatua ambayo tumeiona toka tuanze kanisa, leo ilikuwa ni sherehe ya tofauti sana. Na kwa namna ilivyoenda tunatarajia na kuona matumaini makubwa, kuona uhamasishaji na nguvu iliyotumika, kuona kanisa letu likiendelea kukua kwa kiwango cha tofauti. Kwa sababu unapotokea matukio kama haya, kuna wakati wengine wanaokoka au wanahamasika kufanya huduma ya Mungu kuona kwa matendo, na tendo liofanyika leo kanisani kwetu naamini hakika ni la kimungu. Kwa akili ya kibinadamu isingeweza kutokea hivyo, kwa sababu ni jambo ambalo limekusanya watu wengi, likihitaji fedha, likihitaji muda, lakini kwa namna ambavyo Mungu amesapoti kanisa letu la TAG Bangulo Kati, hakika hatuna budi kusema ni mkono wa Mungu.
lakini singekuwa ni Mungu, kwa akili ya kibinadamu tusingeweza. Na kwa namna hiyo na kauli mbiu yetu ambayo imetuonyesha kama wanaume, kuna mahali ambapo tumepungua, tumeachia majukumu wa mama. Lakini leo hii kama sherehe hii ambayo imetukumbusha na kutuamsha, tunaomba wababa wote Tanzania nzima watambue na waelewe, tunapoachia majukumu kwa wamama, ndipo tunapofika kwenye miaka yetu ya uzee tunaona kama watoto wetu wameingia upande wa wamama, kwa sababu majukumu yale tuyatengeneza sisi wa baba. Lakini leo hii ambapo tumesikia somo kutoka kwa mchungaji na kwa mwenyekiti wa CMF, hakika tunaomba tubadilike, tubadilishe mtazamo wetu na maisha yetu tuliokuwa tunaenda, tuende kwa kiwango cha kuelewa sisi ni mfano wa Mungu, tuchukue majukumu yetu. Kwa jina naitwa mchungaji Enoki Alipogasti Ernesti wa kanisa la EAGT Matengenezo. Leo nilikuwa mchungaji mwalikwa katika kanisa hili la Tanzania Assemblies of God kwa mchungaji Bosco. Kwa kweli tumehamasika, tumejifunza vya kutosha kwa habari ya wanaume kumtumikia Mungu, lakini pia na kukaa katika nafasi zetu kama wanaume. Wanaume wengi unakuta fedha anatoa yeye, lakini maelekezo yote anamwachia mama. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wanaume, vitu vingine angalau kusimama wenyewe. Hata wakati mwingine unapokwenda kulipa ada, unakwenda na watoto shuleni unalipa, kama kwenda kununua wakati mwingine uniform na kwenda nao nanunua, na wao wanaona kwamba angalau baba ana mchango fulani kwenye maisha yetu. Jina langu naitwa mchungaji John Bosco Myeye, nachunga kanisa la TAG Bangulo, section ya Pugu Station, jimbo la Ilala Magharibi. Ni sikukuu ya wanaume Tanzania. Kanisa letu zuri linaadhimisha sikukuu ya wanaume Tanzania, na kanisa la Mali Pamoja ambao ndio hili, nashukuru viongozi wamejitahidi sana, wametambua nafasi yao kwamba wao kama viongozi, kama wanaume wamefanya mambo makubwa katika sikukuu hii, ikiwa ni pamoja kwa kusanya wote kwa pamoja, kwa kusanya wanaume sawa na kusudi la Mungu aliyesema kwamba mwanaume atoke kichakani. Tunapokuwa nje na Mungu, na maana mwanaume anakuwa yupo kichakani. Ndio maana Mungu alimuita Adamu, uko wapi? Adamu alikuwa amejificha, akasema niko hapa. Adamu akatoka kwenye kichaka kile, akajitokeza kwa Bwana. Mungu akatengeneza ngozi ya mnyama akamvarisha. Sasa na leo agenda yetu kubwa na kipindi cha uamsho, maana tuna kauli mbiu yetu ya moto wa uamsho miaka 13. Tunatamani mwanaume atoke kichakani, amtumikie Mungu, asimame kwenye zamu yake. Baadhi ya makanisa hayalishi kanisa ama waumini hasa sikukuu hizi. Una wito gani? Manake kwako hapa nimeona watu wamekula, wamekunywa na wamesaza. Amina. Ndio maana nimesema CMF ya hapa imekuwa ni ya baraka sana. Wametambua kwamba hata chakula kinahubiri, kuonyesha upendo kwa wanaume wengine. Wamealika wanaume wengine wa mtaani, wamekuja, wameshiriki, wamekula, wamekunywa, ishara ya kwamba wanaume wanaweza. Na ni njia mojawapo ya kuhubiri Injili, kwa sababu wanapokuja wageni wanakutana na Yesu.